Mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msiba wa Mzee Mtei walivyotema nyongo. Kwa mujibu wa uchambuzi wa siasa, kilichozungumzwa na wanasiasa kwenye mazishi yake kinaashiria uwepo wa ombwe la jukwaa huru la wao kuzungumza na kusikilizwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Utaratibu huu hapa. Bima ya afya ikianza leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mawazo mseto, tamko la tume ya Jaji Chande kufanya kazi zake fala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, nukuu ikisema, tunapoanza kupokea ushahidi, waandishi wa habari wote watatakiwa kutupisha ili kuwapa faragha watoa ushahidi na kulinda ushahidi wao. Baada ya kukamilisha, watarejea na wataweza kuuliza maswali ili kupata taarifa mnazohitaji. Hii ni nukuu ya Jaji mstaafu Ibrahim Juma ambaye ni mjumbe. CCM yakata mizizi ubunge Piramio yateua wajumbe NEC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kilio cha umeme kuisha haraka, wakati baadhi ya wateja wakilalamika kuhusu kuisha haraka kwa umeme wanaotumia kupitia mfumo wa luku. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema hakuna jibu la moja kwa moja. Bila undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Madaraja mengi Handeni hatari. Takriban theluthi moja ya madaraja wilaya ya Handeni vijijini mkoani Tanga yako katika hali mbaya inayohatarisha maisha ya wananchi hususan msimu huu. Hii ni ripoti maalum. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2.